Asante. Nakushukuru sana mheshimiwa. Asante. Makofi tena kwa wingi. Hatimaye. Naam. Wapongeze sana kwa maamuzi ya kuweza kupata usafiri. Leo nimepata fursa ya kuweza kukabidhi gari hili ambalo limenunuliwa na chama kikuu cha ushirika kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya ushirika katika mkoa wa Songwe. Hongereni sana kwa hatua kubwa mliofikia, lakini niwaombe sasa gari hili tulione linakwenda wapi site. Gari lisionekane tu mjini hapa, gari lifike kwa wanaushirika huko chini kwa ajili ya kwenda kufanya kazi zake za msingi za kuendeleza sekta ya ushirika katika mkoa wetu wa Songwe. Vyama vyenu nyie ndio vinawakilisha wakulima. Matarajio ya wakulima lazima yaonekane kutoka kwenu, ili wawe na imani kubwa zaidi, wawe na matumaini makubwa zaidi, ili na wao wakulima pia waweze kuonesha utayari mkubwa wa kuweza kushiriki katika shughuli za maendeleo ya ushirika. Lakini leo hii tumepata fursa ya kuweza kukabidhi vyeti kwa vyama ambavyo vimemaliza kuweza kutoa hisa zao. Ni commitment kubwa sana, lakini ni jambo ambalo linastahili kupongezwa. Nilipongeze vyama vyote ambavyo leo hii vimepata vyeti na vimetimiza masharti. Mmeanza safari sasa ya kuweza kuimarisha na kujenga vyama vyenu vya ushirika. Hongereni sana, naomba tuwapigie makofi. Lakini niwapongeze wale wote ambao tayari walishakizi vigezo tangu siku za nyuma. Nyote kwa ujumla wake, mimi binafsi nafarijika sana kuona maendeleo ya ushirika. Kwa asitokee mtu yoyote akathubutu kuweza kurudisha nyuma jitihada za kujenga umoja wetu kama wana ushirika. Gari imekuwa ni maono ya muda mrefu ya chama kikuu kulingana na mtawanyiko wa mkoa wetu. Tuna wilaya 4 ambazo kwa jiografia yake ili ufikie lazima uwe na chombo cha usafiri. Gari hili linapatikana ikiwa ni matunda ya maagizo ya mkutano mkuu wa chama uliofanyika mwaka 2025. Ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 3 2025. Moja ya agizo ilikuwa ni kununua gari. Na gari hiyo mnayoiona tarehe 15 mwezi wa 12 bodi ya chama kikuu imetekeleza kwa kununua hii gari ambayo ni aina ya Ford Ranger double cabin 2L pickup. Imenunuliwa kwa shilingi za Kitanzania milioni 107 na laki 8. Na hapo ilipo imeshakatiwa bima inayo cover gari yenyewe na third party pia. Uwepo wa gari hii utarahisisha kufikisha huduma kule waliko wanachama wetu na kuwapatia huduma kama vile za pembejeo, mafunzo, ushauri wa kitaalamu na changamoto mbalimbali zinazowakabili kwenye maeneo yao. Vyeti vimekabidhiwa kwa vyama 30, lakini kuna chama kimoja mmekisikia, chama cha kwanza Ipyana Mposi. Ni chama mwamvuli, ni chama cha kwanza ambacho hata wakati wa mchakato wa uimarishaji wa chama kikuu kilikuwa ni chama cha kwanza kujitolea kutoa mtendaji kusaidia shughuli za uendeshaji wa union. Lakini vyama vilivyojiunga na chama kikuu vipo 133 ambavyo havijakamilisha wanachama. Uwepo wa usafiri huu utarahisisha kazi kufanyika kwa wakati. Tuna halmashauri 5 katika mkoa wa Songwe, kitu ambacho kukosa usafiri au kutumia usafiri wa pikipiki, kuna sehemu ambapo kuna kilomita nyingi za kusafiri hasa kama katika wilaya ya Momba, lakini katika wilaya ya Songwe. Uwepo wa usafiri katika chama kikuu itarahisisha kazi pia ya maafisa wa chama kikuu cha ushirika cha Sureku, lakini pia maafisa wa serikali pale ambapo wanahitaji kufika kwa wakati katika vyama hivyo kwa ajili ya mikutano, lakini pia kwa ajili ya ukaguzi. Hope Health Care Dispensary ni kituo bora kinachotoa huduma za afya kwa weledi mkubwa mjini Tunduma. Kinatoa huduma za dawa na kimaabara kwa wagonjwa wa nje. Tunapokea wenye bima na wasio na bima. Pia kuna huduma ya mama, baba na mtoto, yani RCH. Kituo chetu kina duka kubwa la dawa maarufu kwa Dr. Mnyone kwa wagonjwa mbalimbali. Tunatoa huduma muda wote wa siku 7 za wiki. Tunapatikana Kisimani, katikati ya mji wa Tunduma, mtaa wa Tukuyu, barabara ya Riamba. Ili kupata maelezo, piga simu namba 0745884127 au fuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram Hope Dispensary. Nyote mnakaribishwa.